Ajenda namba 3 ni kuchagua mwenyekiti wa mkutano mkuu. Ajenda namba 4 ni kupitia na kuthibitisha ajenda za mkutano. Kwa majina naitwa Ernest Nyambo, ni mwalikwa katika mkutano huu, lakini pia ni mwenyekiti wa jukwaa la ushirika wa maendeleo ya ushirika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni mwenyekiti wa Bandarini SACCOS, moja ya SACCOS kubwa hapa Tanzania. Vyama vya ushirika vimekuwa na mchango mkubwa sana kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja, kulipa kodi za serikali, kuongeza ajira. Tuna idadi kubwa sana ya wafanyakazi wameajiriwa na vyama vya ushirika, lakini vyama vya ushirika pia vimeweza kutoa mikopo ambayo watu wanakwenda kufanya biashara, zinasaidia watu tofauti tofauti kuweza kupata kipato. Tunayo changamoto moja kwamba watu hawajaweza kuamini kwenye ushirika. Sisi ambao tumeingia kwenye ushirika tunaamini hakuna maendeleo ya kweli kama hamjashirikiana. Hivi vyama vya ushirika vikiboreshwa, vikawa imara, tunaamini vitaokoa sana watu wengi ambao wanaenda kufanya biashara, wanaenda kuishi maisha ya kawaida kwa gharama kubwa sana. Vyama vya ushirika, mmiliki wake namba 1 ni mwanachama mwenyewe. Kwa hiyo yote yanayowekwa kama malengo, kama masharti, kama vitu vya kuweza kupeleka hivi vyama mbele, vinamgusa kwa 100% mwanachama mwenyewe. Unavyoweka ndivyo ambavyo unaweza kukifanya chama chako kikawa kikubwa na kikaweza kuwa na riba ndogo na mkaweza kupata huduma za kifedha kwa gharama ya chini sana. Kikubwa ambacho tumekuja kuwasisitiza wenzetu, vyama vingi vimeyumba kwa sababu ya kitu kimoja wanaita trust, uaminifu. Na uaminifu unatokana na viongozi waliochaguliwa na wanachama ambao wamepewa dhamana ya kukiongoza chama. Wakikosa uaminifu, pakikosekana weledi, hivi vyama vinabaki kuwa ni historia. Lakini vyama vyote ambavyo vimesimama imara kuimarisha uaminifu, uweledi katika usimamizi wa fedha na masharti ya vyama na sera za chama, vyama hivi vimeweza kwenda mbali. Umeniuliza ndugu mtangazaji kuhusu ushirika unasogeaje mbele, tunauona wapi? Ni hivi juzi tu katika mkutano mkuu wa Afrika wanaita SACA, Tanzania tumekabidhiwa bendera kuonesha kwamba mkutano mkuu wa Afrika wa vyama vya SACCOS Credit Union unakuja kufanyika Tanzania mwakani. Yote hiyo ni kwamba waandaaji wa mkutano huo wameona Watanzania tumeimarika na tumenyanyuka kiasi gani kuweza kuhakikisha tunaweza tukahost mkutano mkubwa namna hiyo. Na niwaombe wana ushirika wote, itakapotangazwa ushiriki, tushiriki kwa pamoja, Afrika ijue, dunia ijue kwamba ushirika Tanzania sasa hivi umenyanyuka kupita kiasi. Kwa majina naitwa Joseph Taraka Gambi, ni mwenyekiti wa SMN SACCOS. Na leo tuna mkutano mkuu wa kutoa taarifa za chama kwa wanachama. Huu ni mkutano wa mwaka, na naamini mwaka huu nafikiri tuna mafanikio makubwa kulingana na mwaka jana. Maanake mwaka jana kwanza idadi ya wanachama mwaka huu imeongezeka. Maanake mwaka jana tulikuwa na wanachama 200, takriban 232, lakini leo tunaongea na wewe mwandishi, tuna wanachama karibia 269. Kwa kweli kwenye SACCOS yetu naweza nikasema kwamba najivunia kwanza kuwa mwana SMN SACCOS, lakini pia kuwa mwenyekiti wa SMN SACCOS. Usalama wa pesa uko vizuri, tena sio kidogo sana, tuko vizuri. Majina naitwa Obedi Douglas Mtwebe, ni mwenyekiti wa chama cha akiba na mikopo Lulu SACCOS ambacho kiko mkoani Mbeya, na pia ni mwenyekiti wa jukwaa mkoa wa Mbeya, na pia ni mjumbe wa bodi ya SCCT. Nimealikwa kwenye mkutano huu kwa mgeni rasmi, lakini lengo ni kuona namna ambavyo tunaweza kushirikishana kama wanaushirika, kufundishana na hasa kutatua zile changamoto ambazo vyama vyetu vinaweza kusaidiana kutatua. Kwa nilichokiona kwenye mkutano huu toka tulivyoanza, yamkini ni uchanga wao kwenye ushirika, lakini la pili kwenye uchanga, au naona kuna changamoto kama ambavyo mwenyekiti
kwa bodi alivyosema kwamba yamkini elimu hawajapata wanachama ya kutosha. Jina naitwa CPA Maria Goreti Joseph Lubalema. Mimi ni msimamizi wa SNM SACCOS. Ninachowaambia wakina mama ni kwamba waje wawekeze kwenye SACCOS kwa sababu una usalama wa fedha zao. Mtu anapokuwa ameweka fedha kwenye SACCOS, kwanza yeye hatumii nguvu nyingi, anakuwa amekaa tu huko nyumbani, SACCOS inaendelea kujiendesha, maana SACCOS ni taasisi. Hauhitaji kusimamia kuangalia kimeendaje, wewe umeweka fedha zako, lakini kuna wale wanaosimamia kuhakikisha mzunguko unaendelea, na mwisho wa siku wewe ambaye umewekeza fedha utapata fedha yako inakuwa iko salama, na utapata na faida itakapokuwa ile SACCOS imeendeshwa kwa faida. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, yenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.